Uchaguzi wa Tanzania wa Oktoba 29, 2025 ulikuwa ni uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe hiyo na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kutoka ndani ya Chama cha Mapinduzi alitangazwa mshindi kwa asilimia karibia 98 ya kura, akipata kura zaidi ya milioni 31.9. Hata hivyo, uchaguzi ulikuwa na utata mkubwa, kwani wagombea kwa upinzani kama Tundu Lissu wa Chadema aliwekwa kizuizini. Lissu alikamatwa kwa tuhuma za uhaini na chama chao kilipigwa marufuku kushiriki katika uchaguzi huo kufuatia kutosaini kanuni za maadili ya uchaguzi. Chama cha ACT Wazalendo, ambapo mgombea wake alikuwa ni Luhaga Mpina, aliondolewa katika kinyang'anyiro hicho kwa madai ya kukosa sifa kuweza kushiriki katika uchaguzi huo. Maoni ya kimataifa kutoka AU, SADC na Umoja wa Mataifa yalilaani mchakato huo kwa kutozingatiwa viwango vya kidemokrasia pamoja na madai ya wizi wa kura na vitisho mbalimbali katika uchaguzi huo. Katika hatua nyingine, uchaguzi huo Oktoba 29 uligubikwa na maandamano. Maandamano yalianza siku ya uchaguzi na kuenea katika miji kama Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya, Geita. Wakati huo wananchi waliingia barabarani wakidai haki na uwajibikaji dhidi ya serikali kufuatia matukio ya hivi karibuni nchini Tanzania kama madai ya utekaji nyara, kuminywa kwa uhuru wa kuzungumza na kutoa maoni dhidi ya serikali iliyopo madarakani. Vikosi vya usalama vilijibu kwa kutumia nguvu, ikiwa matumizi ya risasi halisi, na ripoti kutoka Umoja wa Mataifa, UN, Amnesty International pamoja na upinzani nchini Tanzania zilionyesha mamia waliuawa na wakakamatwa kwa tuhuma za uhaini dhidi ya serikali na wengine kutoweka. Serikali ilizima mtandao wa internet kwa siku kadhaa ili kuzuia taarifa na kuongezeka kwa vurugu wakati wa uchaguzi mkuu na siku zilizofuatia. Katika hatua nyingine, kulikuwa na madai kuwa maiti zilichukuliwa na kupelekwa kusikojulikana kufuatia waandamanaji wengi kuuawa katika maandamano hayo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aliyewalaumu wageni au nguvu za kigeni kutumika katika kuchochea waandamanaji, akisema maandamano hayakuwa ya amani bali yalilenga kuipindua serikali yake. Alisema nguvu iliyotumiwa na vyombo vya usalama ilikuwa sawa na hali. Baadaye alionyesha huzuni kwa vifo, akatoa pole kwa familia na kuunda tume ya uchunguzi ili kutafuta chanzo cha matatizo na kutoa mapendekezo ya maridhiano. Katika hotuba yake ya kwanza baada ya kushinda, alinukuu Biblia, Baba wasamehe kwani hawajui wanachofanya, na kuomba mahakama iwafikirie kuwapunguzia au kuachilia wengine waliokamatwa katika maandamano hayo ya Oktoba 29. Mahmoud Thabit Kombo, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, alitetea hatua za serikali akisema vitendo vya usalama vilikuwa vya haraka na makini ili kukomesha ghasia wakati wa uchaguzi. Alikanusha matumizi ya nguvu na kulaumu wahalifu au nguvu za nje. Ameendelea na mazungumzo ya kidiplomasia kwa mataifa ya nje, ikiwa mikutano mbalimbali, Jumuiya ya Bunge la Umoja wa Ulaya kukata misaada kwa serikali ya Tanzania kufuatia mauaji ya Oktoba 29 na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Huko Zanzibar, Hussein Mwinyi wa CCM alishinda kwa takriban 80% na viongozi wa upinzani walilaani kwa uchaguzi wa udanganyifu nchini Tanzania na hata hivyo kutaka jumuiya za kimataifa kufanya uchunguzi. Kiongozi wa UN Volker Turk na Amnesty International wametoa wito wa uchunguzi wa kilaani mauaji na vitendo vya unyanyasaji kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Tanzania. Madai kuhusiana na mahakama ya uhalifu ICC juu ya mauaji ya mamia nchini Tanzania. Makundi ya wakili na mashirika ya haki za binadamu wamewasilisha ombi kwa mahakama ya kimataifa ya jinai ICC ili chunguze madai ya mauaji makubwa, utekaji nyara, mateso na vitendo vingine dhidi ya binadamu wakati wa maandamano baada ya uchaguzi. Wanalenga Rais Samia na maafisa wa usalama wakidai vifo vya mamia au maelfu na kufichwa kwa maiti. Upinzani na mashirika mbalimbali yanadai yamekusanya ushahidi wakidai vifo kati ya 5,000 na 10,000. Serikali imekanusha madai hayo ikisema ni yaliyotiwa chumvi, na ICC bado haijaanza uchunguzi rasmi dhidi ya matukio hayo na madai mbalimbali dhidi ya serikali ya Tanzania. Majuma kadhaa yaliyopita, wakili na mtetezi wa masuala ya haki za binadamu Tito Magoti alisema kuna taarifa kuhusiana na serikali ya Tanzania kupelekewa taarifa kutoka mahakama ya uhalifu ICC kufuatia matukio ya uchaguzi mkuu iliyotokea siku kadhaa zilizopita. Hata hivyo, siku ya jana, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Mahmoud Thabit Kombo alikutana kufanya mazungumzo na viongozi wa ICC pembezoni mwa mkutano wa wakuu wa Umoja wa Afrika AU jijini Addis Ababa Februari 14, 2026. Naibu mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Mame Mandiaye Niang alikutana na Mahmoud Thabit Kombo, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki nchini Tanzania. Hatua hiyo inakuja ikiwa ni miezi michache tangu vurugu na mauaji yaweze kutokea katika ardhi ya Tanzania.